Habari zenu marafiki, leo tuzungumzie kuhusu genu valgum au magoti kugusana kwa watoto. Kama magoti ya mtoto wako yanagusana wakati amesimama lakini miguu yake iko mbali, usijali. Hali hii inaitwa genu valgum au magoti kugusana, lakini sio kila mara ni tatizo la kiafya. Habari njema ni kwamba hii ni sehemu ya kawaida ya ukuaji, na baada ya umri wa miaka 8 hali hii hujirekebisha yenyewe. Kwa hiyo genu valgum ni nini hasa? Angalia, kama muonekano wa miguu ni kama herufi ya Kiingereza ambapo magoti yote mawili yako karibu na kila mmoja, lakini nyayo ziko mbali, basi hali hii inajulikana kama genu valgum na ni jambo la kawaida sana kwa watoto. Kwa kawaida watoto wote huwa na kiasi kidogo cha genu valgum mwanzoni. Kuanzia umri wa miaka 2 hadi 4, watoto wote hupata hali ya genu valgum na muonekano wake huwa dhahiri zaidi wakiwa na umri wa miaka 5 hadi 7. Habari njema ni kwamba kufikia umri wa miaka 7 hadi 8, hali hii hujirekebisha yenyewe na kuwa ya kawaida. Sasa ni lini hali hii inapaswa kuwa ya kutia wasiwasi? Inakuwa ya kutia wasiwasi pale inapokuwa ni ulemavu mkali, au pale mguu mmoja unapoathirika zaidi kuliko mwingine, au kama hali hiyo inaendelea au kuwa mbaya zaidi baada ya umri wa miaka 7 hadi 8. Wakati mwingine mtoto anaweza kupata maumivu, kuanza kuchechemea au kupata shida kukimbia kwa sababu ya hali hii. Mara chache inaweza kusababisha kimo kifupi au kuchelewa kukua pia. Mara chache sana inaweza kusababisha kuvunjika kwa mifupa, hasa pale inapohusishwa na upungufu wa lishe au matatizo ya kimetaboliki. Visababishi vya kawaida vya hali isiyo ya kawaida ya genu valgum ni pamoja na upungufu wa vitamini D au kama inavyojulikana zaidi, ugonjwa wa rickets. Wakati mwingine hali hii huendelea zaidi kwa watoto wenye unene uliopitiliza. Mara chache inaweza kutokea pale kunapokuwa na jeraha kwenye eneo la ukuaji wa mfupa wakati wa kucheza. Eneo la ukuaji wa mfupa ni sehemu ya mfupa inayokuwa kawaida wakati mtoto anapokuwa akirefuka. Mara chache inaweza kutokea katika hali za matatizo ya kimetaboliki au matatizo ya ukuaji wa mifupa, skeletal dysplasia, au wakati mwingine matatizo ya mfumo wa homoni pia. Wazazi wengi hudhani kuwa inasababishwa na mtoto kukaa katika mtindo wa herufi L. Hapana, hili si kweli. Watoto wengi hukaa katika mtindo wa herufi L, lakini haisababishi kamwe magoti kugongana. Katika hali ambapo hali haiboreki kadiri mtoto anavyokuwa, au ni isiyo ya kawaida, au kama inamsababishia mtoto matatizo, tunafanya pia uchunguzi unaohitajika. Kwa kawaida, uchunguzi unaohitajika ni pamoja na X-ray na kipimo cha vitamini D kwenye damu. Kwa ufuatiliaji wa mara kwa mara, ikiwa X-ray inaonyesha kuwa kuna riketi au ikiwa kiwango cha vitamini D kwenye damu ni cha chini sana, katika visa vingi, tunaanza kumpa mtoto vitamini D na lishe yenye kalsiamu, na hilo hutatua tatizo hilo. Tunaendelea kumfuatilia mtoto mara kwa mara. Wakati mwingine hata baada ya lishe ya kawaida ya vitamini D au X-ray za mara kwa mara, ikiwa hali ya mtoto haiboreki baada ya umri wa miaka 8, tunaweza kuhitaji ufuatiliaji wa kina kwa ajili ya matatizo ya mfumo wa homoni, endokrini, matatizo ya ukuaji wa mifupa, skeletal dysplasia, au matatizo ya kimetaboliki. Ikiwa licha ya kila kitu upotofu unaendelea na mtoto anaendelea kukua, mara chache tunahitaji kufanya upasuaji pia. Upasuaji huu kimsingi ni wa aina mbili. Ikiwa inahitajika, tunafanya upasuaji wa muda unaohusiana na ukuaji ambapo tunarekebisha ukuaji kwa kuchagua hii kwenye bamba la ukuaji. Hii inajulikana kama upasuaji wa kuweka stapler kwenye bamba la ukuaji au upasuaji wa kuweka pini kwenye bamba la ukuaji, ambayo hufanywa kwa kuchagua ili kurekebisha upotofu wa magoti kugusana, genu valgum. Aina ya pili ya upasuaji ni corrective osteotomy, ambapo tunakata sehemu ya mfupa, tunaondoa kipande cha mfupa chenye umbo la kabari na tunanyoosha mpangilio wa viungo vya magoti. Kwa kawaida upasuaji huu hauhitajiki kamwe. Inahitajika tu ikiwa mtindo wa kutembea si wa kawaida, au kuna kuanguka mara kwa mara au maumivu ya magoti ya mara kwa mara, au tunatarajia kuwa mtoto atapata msongo mkubwa upande mmoja wa kiungo ukubwani. Hapo ndipo upasuaji huu unapopendekezwa, hasa ikiwa hakuna kingine kinachosaidia. Kwa hiyo ujumbe wa msingi hapa ni kwamba watoto wengi wenye magoti ya kugusana ni wa kawaida, na hali hii inajulikana kama magoti ya kugusana ya kifizikia, physiological knockness. Hata hivyo, ikiwa kuna ulemavu mkali usio na uwiano, wenye maumivu, au unaoendelea baada ya umri wa miaka 8, basi ni lazima ufanyiwe tathmini.
Au ikiwa X-ray yako inaonyesha dalili za rickets na vitamini D iko chini, basi bila shaka inaweza kurekebishwa kwa mlo wenye vitamini D nyingi. Hata hivyo, ikiwa ulemavu huu utaendelea baada ya umri fulani, basi upasuaji wa kurekebisha unapatikana ambao unapaswa kufanywa ili kuzuia aina yoyote ya shinikizo lisilo la kawaida kwenye viungo katika utu uzima ambalo linaweza kusababisha ugonjwa wa baridi yabisi, arthritis wa mapema. Kila la kheri.